Kwa niaba ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Monduli, nimesimama hapa kuwatakia kila laheri wahitimu hawa wa shahada mbalimbali katika mahafali haya ya miaka 60 ndani ya chuo chetu cha Monduli. Wanafunzi mnaokwenda kuhitimu, ambao mtakwenda kufanya mtihani wenu mwezi wa 5, naomba niwaambie mambo mawili. Jambo la kwanza, mmejifunza na mmefundishwa katika chuo hiki na mnakwenda kuanza maisha mapya baada ya haya ya miaka 3 ndani ya chuo. Mnakwenda kuanza maisha mapya katika mazingira mapya ambayo mtakutana nayo. Ninawaasa mwenendeni na mkafanye yale ambayo yanawapasa kuyafanya katika maisha ya kawaida ya kibinadamu. Ninyi ni wakufunzi sasa, tayari ni vyeti tu bado hamjakabidhiwa. Mtakapokabidhiwa, mtakuwa waalimu wahitimu wanaokwenda kuwafundisha wanafunzi wengine na wenyewe wahitimu kama mlivyohitimu. Enendeni huko. Ofisi ya mbunge jimbo la Monduli ni mdau mkubwa wa elimu katika wilaya. Iko pamoja na ninyi. Mtakapomaliza kuhitimu kwenda huko, mtakapopata changamoto ya aina yeyote, mnakaribishwa katika ofisi ya mbunge kwa ajili ya jambo lolote lile ambalo litakuwa ni changamoto kwenu. Ofisi iko wazi, itawasaidia kwa kadri itakavyoweza. Mheshimiwa mkuu wa chuo, kwa maneno haya mafupi, naomba niangalie kwenye hotuba ambayo imetaja changamoto katika chuo hiki. Kuna aina nyingi za changamoto. Kuna changamoto kama 7: ukosefu wa chombo cha usafiri, upungufu wa samani kwenye bwalo, uhaba wa maji wakati wa kiangazi, uhaba wa vifaa vya maabara, upungufu wa watumishi, kukosekana kwa ukumbi wa mikutano, ukosefu wa miundombinu bora za michezo. Mheshimiwa mkuu wa chuo, ofisi ya mbunge wa jimbo la Monduli kwa kupitia changamoto zote hizi zilizotajwa hapa juu, naomba nitoe tamko kwa maeneo mawili kama sio matatu. Natamka maeneo haya kwa sababu ni maeneo ambayo kuna uwezekano ndani ya ofisi ya mbunge wa jimbo la Monduli kuyafanyia kazi kwa kadri ya uwezo wake. Naomba nitaje eneo la upungufu wa samani kwenye bwalo la chakula. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nilichukue hilo, lakini vile vile naomba nilichukue hili la upungufu uhaba wa maji wakati wa kiangazi. Ofisi itafanya nini kwenye maeneo haya mawili? Kwenye maeneo haya mawili, ofisi inayo fedha za mfuko wa jimbo ambazo kwa kipindi hiki cha mwaka 26-27 tutakwenda kupata fedha hizo, kama sio mwezi wa 8 ni mwezi wa 9. Fedha hizo tukizipata, tutaangalizia maeneo haya mawili, kwa maana ya kwamba tutakwenda kuwatengenezea meza 10 ambayo kila meza itagharimu shilingi 300,000. Lakini vile vile kwenye eneo hili la upungufu na uhaba wa maji, ndugu mheshimiwa mgeni mkuu wa chuo, ofisi ya mbunge itakwenda kuwanunulia matenki
ya lita 5,500 kwa mwaka wa fedha huu. Kwa maana hiyo, fedha hizi ukiangalia, ukipiga kwa gharama ya haraka, kila tengi la 5,000 itauzwa shilingi milioni 1. Lakini meza zile zinauzwa shilingi 300,000 kwa kila meza. Ukipiga 3 mara ngapi? 10. Ni shilingi milioni ngapi? 3 plus milioni 5 inakuwa milioni ngapi? 8. Ofisi ya mbunge itatoa shilingi milioni 8 mkuu wa chuo kwa ajili ya shughuli hizi ambazo ni changamoto ndani ya chuo. Ile ripoti ya chuo, sio hii ya wanafunzi, sio risala ya wanafunzi. Waligusia habari ya uwanja wa basketball. Mheshimiwa mkuu wa chuo, na hakikisha kwamba tutakwenda kuongea na wadau ambao ni wapenda maendeleo na wapenda mpira ndani ya wilaya yetu ya Monduli kuhakikisha jambo hilo la uwanja wa basketball linafanyiwa kazi ndani ya chuo hiki cha Monduli. Mheshimiwa mkuu wa chuo, baada ya kusema hayo, nilifurahishwa sana na wanafunzi hawa wadogo wa shule ya msingi Mazoezi na shule ya msingi Mlimani. Ninawaomba walimu wao wakuu kama wako hapa. Wapo hapa au wametoka? Wapo. Wanafunzi hawa naamini kwamba kama sio wako darasa la 4, la 5, la 6 na la 7, wote Mazoezi wako 8, wapi? Mlimani wako 8. Ninaomba majina yao zifike ofisi ya mbunge, kwa maana ya kwamba ofisi ya mbunge huwa ina nafasi ya kuwashika wanafunzi wanaomaliza darasa la 7 mkono kila mwaka. Kama wapo wanaomaliza mwaka huu, majina yao yalete ofisini, ofisi ya mbunge iwashike mkono. Kama wapo watakaomaliza darasa la 7 mwakani, kwa hawa walete, ofisi ya mbunge itawashika mkono. Kama ni mwaka unaofuata, kwa kipindi chote hichi ambacho cha miaka 5, kama wapo ambao watakuwa mpaka kabla ya miaka 5 ambao ofisi ya mbunge hii itakuwa madarakani chini ya Mheshimiwa Isaac Joseph Kopriano, waleteni hawa wanafunzi. Ofisi ya ya mbunge itatoa kipaumbele kwao kuwashika mkono wakati wanapomaliza darasa la 7. Sema haya, mimi kwa nafasi yangu hii niliyopewa ya kusema jambo kwa hawa wahitimu hapa, niwatakie kila laheri, niwapongeze sana, niwaombee mtihani mwema, mkafanye mtihani mzuri, wote mfaulu, na nawahakikishieni serikali hii inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, na hakikisha wote mtapata ajira. Ikitokea la kutokea kwamba kuna ambaye hajapata nafasi ya ajira, usiogope kuja ofisi ya mbunge wa jimbo la Monduli kila wakati. Njoo, nitahakikisha, nitamuomba mheshimiwa mbunge akanyage chini, apige ua garagaza, wote mpate ajira kwa heshima hii mliompa kwa siku aliyokuwa mgeni rasmi. Kwa mamlaka niliyopewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, mimi Dennis Morendat, katibu wa mbunge wa jimbo la Monduli ambaye ni mgeni rasmi, ninawatunuku cheti cha kuhitimu mafunzo ya stashahada maalum ya sekondari katika masomo ya biolojia na kilimo wanafunzi